Tulikuwa watu wengi katika safari za kumtafuta mtu, naye yule mtu hatukumpata kwa sababu hatukuwa na mtu wa kutuambia kwamba yule mtu tunampataje. Nini nimelenga hapo? Kabla hatujaenda kuanza na kukufafanulia kwamba tulikuwa tunamtafuta mtu gani, naomba unisaidie kulike na kucomment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Karibu sana. Tulikuwa tunamtafuta mtu mmoja ambaye anaitwa Mafanikio, na tulikuwa ni watu wengi sana, na mpaka hivi sasa bado tunamtafuta, lakini hatujampata. Na kuna wengine walifanikiwa kupata tetesi kwamba yule mtu anaitwa Mafanikio yuko sehemu fulani, walisogea katika juhudi zao. Hatimaye kuna wengine wakamwona, lakini walivyomuona bado hawakuridhika kwamba ni yeye. Mpaka sasa hivi wanamtafuta. Sasa leo nataka tusonge mbele ili tuweze kujua kwamba yule mtu ambaye anaitwa Mafanikio yuko wapi na tunampataje. Siku zote watu tunahangaika usiku na mchana, watu wanauana, watu wanakimbizana, watu wanasalitiana sababu ya mafanikio. Sasa hayo mafanikio tunaweza tukayatafsiri vipi? Mafanikio yanatufanya watu tuishi katika hali ambazo sio sehemu zetu. Mafanikio yanatuforce tujipendekeze kwa watu ambao sio lazima kuwa nao katika maisha yetu. Mfano, kuna mwanamke analazimisha kuishi na mwanaume ambaye mwanamume ni mlemavu kwa sababu ya mafanikio, lakini anasahau kwamba mafanikio bila utu si kitu, na utu bila mafanikio kuna mitihani mikubwa. Lakini tuachane na yoyote, uko kote nilikuwa nakupitisha ili tujue tunaendaje katika topic yetu. Iko hivi, leo naomba nikaseme na vijana wa kike na wa kiume, wale ambao wanatumia simu kubwa na hizo simu zao wanamaliza miezi 3-4, hawaingizi hata shilingi 100, wanaishia kuweka tu GB 1, GB 2, GB 3. Lakini ukimuuliza anakwambia, mimi kusema ukweli nimecheka leo, nimefurahi nilivyoingia mtandaoni. Lakini ukimuuliza, wewe umecheka, umeingiza shingapi, atakwambia mimi sijaingiza hela. Na ukimuuliza kwa nini hujaingiza, atakwambia mimi nilikuwa najifurahisha. Lakini bado anaweka GB na anasema maisha ni magumu, hela hamna. Lakini kumbe kupitia bando hilo anaweza akawa tajiri. Kupitia bando hilo anaweza akakuwa kimaarifa na kimadri. Kupitia bando hilo anaweza akajikuta anapata ofisi bila ya kutumia watu ambao wako karibu naye. Mfano, unaweza wewe mtoto wa kike au wa kiume, awe ni mwanaume awe ni mwanamke, yani hii video ni ya watu arika zote. Unaweza ukaamka asubuhi ukachukua shilingi yako 1000, ukaweka bando lako la 1000, ukapata GB zako, ukapata MB 492 kama sikosei, kwa sababu mimi na muda mrefu sijaweka MB za shilingi 1000. Unachukua ile MB zako, unaingia unajifunza jinsi ya kutengeneza maua, unajifunza jinsi ya kutengeneza mapambo, unajifunza jinsi ya kukanda mandazi, unajifunza jinsi ya
ya kutengeneza keki, jinsi ya kutengeneza sambusa. Sasa vile vitu vyote ukivitengeneza na ukaviorodhesha pale, ukishaviangalia unachagua ni kipi ambacho unaweza ukakifanya. Ukiona mtaani kwako maandazi yanauzika sana na watu wengi wanayatengeneza, usitengeneze maandazi, tengeneza half keki. Na zile half keki, kama unajua hauna sehemu ya kuweka zile half keki na unajua wewe kazi yako haikufanyi au hauna kazi kabisa, unatengeneza half keki zako za shilingi 2,000, unazungusha asubuhi hadi kufika saa 6 usharudi nyumbani. Tayari wewe, hiyo ni ofisi. Usitumie muda mwingi kusema frame talipe 70,000 na ngano nitanunua mfuko 30,000, sijui nitanunua karai la kukandia mandazi 50,000, sijui nini. Mbona mimi mfuko na shilingi 30,000 halafu mimi sielewi nitafanyaje? Na huyo anasema eti unaweza kuwa na ofisi kwa kutengeneza mandazi. Sikiliza. Ofisi yako ni miguu yako na mikono yako na kichwa chako. Ukitengeneza mandazi yako kilo 1, unazungusha mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ukija kurudi nyumbani tayari mandazi yako yameisha. Ukirudi nyumbani unahesabu shilingi yako 5,000 ambayo wenzako wameipambania siku nzima wasipate. Kwa hiyo ndugu zangu, msipende kutumia mabando yenu mpaka yanaisha bila kujifunza vitu ambavyo ni vya maarifa kwenye maisha yenu. Msilalamike maisha ni magumu, kumbe hata kujishughulisha kwenyewe hamtaki. Msimlalamikie rais kwamba hajatoa ajira wakati hata nyie wenyewe maarifa ya kujiongezea hamna. Rais hata kikupa ajira, kama hauna maarifa ya kuiendesha ile ajira, wewe ile ajira utaona thamani yake. Ukiona unaishi na kuku na yule kuku anataga na totoi, na wewe unasema nina kuku, wewe bado hujajua thamani ya yule kuku. Thamani ya kuku inabidi atage na totoi na apate vifaranga. Kama walikuwa ni kuku 5, waongezeke wawe 10. Kwa hiyo usikae na simu kama mapambo. Unajua unatumia simu kubwa, inabidi ufanye chini na juu kupitia simu yako hiyo. Uingize shilingi 10,000 kila mwezi. Uingize shilingi 5,000 kila wiki. Ukiingiza kila wiki shilingi 5,000 kwa mwezi na shilingi 20,000. Ukipata 20,000 kwa mwezi, kama ni vifaranga 3 vya kuku shanunua. Angalia, ingia mtandaoni, jifunze jinsi ya kukuza vifaranga. Usione watu wanatengeneza keki usije ukafikiria tu walienda shule wakasoma. Hawakusoma, waliweka bando wengine. Wakaangalia keki inapambwaje, keki inaandaliwaje, mpaka hapo walipo wamefika level za kuwa na makampuni. Wamepata nembo, wamepata majina. Wewe unakaa tu hapo nasema maisha ni magumu. Usiseme maisha ni magumu. Wewe sema hivi, ubongo wangu ni mfupi, hauwezi kufikiria mbali.